Kijiji cha Chepkep huko Mosop, kaunti ya Nandi kimesalia kwenye kumbukumbu za tanzia ya ajali ya ndege iliyoua watu 6 akiwemo marehemu mbunge Johana Ng'eno. Hata hivyo, ni katika kijiji hiki ambapo taarifa ya ushujaa wa mama na bintie umegonga vichwa vya habari kwa ujasiri wao baada ya ndege kuanguka. Mwanafunzi muuguzi Jacobeth Jepto na mamake walitoa jukumu zito na kujaribu kuokoa maisha yote baada ya ajali hiyo. Emily Chebet na taarifa hiyo kwa kina. Jumamosi tarehe 28 Februari mwaka 2026, mlipuko mkubwa ulitikisa wakazi wa kijiji cha Chepkep katika kaunti ya Nandi. Na walipokuwa wakitazama kwa mshangao moshi ukifuka kutoka kwenye mabaki ya ajali ya ndege wasijue la kufanya, Jacobeth Jepto mwenye umri wa miaka 22 ambaye ni mwanafunzi wa uuguzi katika taasisi ya Kendu Adventist alijitokeza mbele akiwa na azimio la kuokoa maisha. Ndege ilikuwa inaendelea kuwaka. Alafu kuna mtu mwingine alikuwa bado alitupwa kando, lakini alikuwa bado hako hai. Chepto akafinya huyo mtu, akasikia akasema bado hako hai. Akarudi tena nyumbani, akachukua clubs, akachukua mashiti na akakimbia mpaka hapo. 4 people died instantly. 2 are still alive. 1 raised his hand. Another one died after 5 minutes. He had on assessment and the ABC. This one, he had internal bleeding, and later the bleeding was seen from the nose, mouth and the ears. Akiwa amevalia glavu mikononi na akiwa na ujuzi wa msingi aliopata, kwani bado hajamaliza masomo yake ili kupata leseni ya kufanya kazi, alikuwa ameazimia kuokoa maisha. One client stayed for quite up to 30 minutes, whereby if there was assistance and the emergency equipment, that client could have maybe made. He also succumbed to death. Earlier I had sent my brothers back home for bed sheets and gloves and also the mask. We managed to cover their bodies. Jepto na mama yake walikuwa miongoni mwa wale waliofika katika eneo la tukio wa kwanza. As much as I've seen so many emergencies, at least those emergencies you are not working alone, you are with people. So I'm so sorry, I feel so sorry about this. And what I want to say is pole kwa familia, pole kwa watu wote na pole kwa jamii. Hata hatukujua ni nani, lakini tulisikia baadaye ni mheshimiwa. Nilikaa hapo mpaka saa 3 mpaka miili ikachukuliwa. Ninasema pole sana kwa watu wa Ang'ata na Kenya mzima. Juhudi za msichana huyo zimesifiwa huku wa Kenya wakitaka serikali kumtambua. Emily Chebet, Runinga Citizen, Nairobi.